Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi, jina lake litukuzwe sana. Tuko kwenye somo la 4 leo, ikiwa ni Oktoba 18. Somo letu na kichwa kinachosema pambano linalosababisha mapambano yote. Pambano linalosababisha mapambano yote. Fungu elekezi katika somo hili linapatikana Yoshua 10 fungu la 14. Anasema, haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandama baada yake, hata ikawa yeye Bwana kusikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Katika fungu hili tunaona jinsi Mungu wa mbinguni alivyo mwema na ambavyo anaendelea kuwapigania wa Israeli, akifanya juhudi na jitihada kwa ajili ya kuwaokoa na kuwathibitishia kwamba yeye ndiye Mungu mumiliki wa uhai wao wa kila kitu. Hakuna Mungu mwingine anayepaswa kuabudiwa. Anasema tunaposoma kurasa za Yoshua tunakutana na mapambano makali ya kijeshi yaliyofanywa kutokana na agizo la Mungu kwa jina la Mungu na kwa msaada wa Mungu. Wazo kwamba Mungu alikuwa akiwezesha harakati hizi za ushindi wa Kanaani linatawala kitabu cha Yoshua na linadhihirishwa katika madai thabiti ya mwelezaji. Ukweli ni kwamba hata tunaangalia katika maisha yote ya wana wa Israeli, Mungu aliendelea kuwa pamoja nao, na Mungu pekee ndiye alionekana kuwa mshindi katika zama zote. Japo kweli ni kwamba kitu ambacho kinanishangaza, kinatia moyo ni kwamba katika mapambano ya Mungu siku zote sio ya kukalilika. Yaani leo anakuja na njia hii na kesho anakuja na njia hii. Hata tunaangalia jinsi ambavyo amekuwa akipambana kuwasaidia wa Israeli. Alikuwa akitumia njia tofauti tofauti, akitumia mbinu tofauti tofauti, alikuwa akijifunua kwao tofauti tofauti. Napata swali pia na tafakuri katika maisha yetu kila siku. Ni kwamba je, kuna muda kama sisi wanadamu tunamkalili Mungu njia fulani, tunakalili Mungu kwamba anaweza kufanya kitu kwa namna fulani. Ni makosa ukiamua kukalili njia za Mungu. Ni kwa nini? Kwa sababu yeye hakuna akili ya mwanadamu au msomi, hata kama ni profesa kiasi gani, mwenye uwezo wa kuelezea uwezo na njia za Mungu wa mbinguni. Na Mungu wetu anajifunua kwako, anajifunua kwangu kwa namna anayoona yeye ni sahihi. Unaweza ukamwelewa kwa namna hiyo. Kwa maana hiyo sasa, hatuna sababu yoyote ya kutilia shaka wema na tabia au upendo wa Mungu katika maisha yetu. Unaweza ukashangaa kwamba je, ikiwa Mungu mwenye upendo, mwenye huruma, ameamua kutuhudumia, ameamua kututumikia, ameamua kuwa upande wetu, je, anaweza kutelekeza katika changamoto fulani? Watu wengi wanapokutana mapambano, ni kweli kuna muda mapambano yanaweza kuwa magumu, yanaweza kuwa kuumiza, lakini hatupaswi kupoteza fokasi yetu. Ni lazima tuendelee kumtazama Yesu, tumwangalie Yesu, tukiweka imani thabiti kwake. Kwa nini? Kwa sababu yeye pekee ndiye mwenye msaada na ndiye mwenye kutuokoa na kutuvusha salama katika mapambano bila maumivu yoyote. Anasema ukweli huu unaibua maswali yasiyoepukika. Tunawezaje kuelewa kwamba watu walio wateule wa Mungu walifanya mambo ya namna hii nyakati za Agano la Kale? Inawezekanaje kupatanisha taswira ya Mungu mwenye kupenda vita na tabia yake ya upendo? Unaweza kujiuliza swali, je, tunawezaje tukahusianisha taswira ya Mungu na tabia yake? Ukweli ni kwamba tunamwangalia Mungu mara nyingi anaonekana kama anapenda vita, lakini pia Mungu huyu ni mwenye upendo. Je, hivi vitu tunavihusianisha vipi? Vina mfanano vipi? Vinalandana vipi? Ukweli ni kwamba pale Mungu anaporuhusu vita, sio kwa ajili ya watoto wake kuwaumiza, lasha, ni kwa ajili ya kumshambulia mwovu Ibilisi, kwa sababu anayeleta vita sio Mungu wa mbinguni, ila ni Shetani, ndiye mwanzilishi wa vita. Sasa Mungu kuna njia ambazo anatumia kutuokoa sisi, zinaonekana kuwa kama za vita. Na ndio maana ukiangalia mara nyingi Mungu wa mbinguni anaweza karuhusu watu fulani kushambuliwa katika mashambulizi fulani, lakini msaada wa Mungu
unakuja kuonekana maradufu zaidi, hata matokeo mabaya yapatikana. Nataka nikutie tu moyo ni kwamba Mungu ni mwenye upendo, habadilishwi na chochote na habadiliki na lolote. Atabaki kuwa jinsi alivyo. Hatuna uwezo wa kumwelezea, wa kumjadili, wa kufanya nini. Sisi cha msingi tujisalimishe kwake ili ajifunue kwetu kwa namna ambayo anaona inastahili, na atutumie kwa jinsi ambavyo yeye anaona ni vema. Nikutie moyo tu, na pia nitoe wito ni kwamba mkabidhi Yesu maisha yako, ndipo utaona furaha na amani katika moyo wako. Tuombe. Baba yetu, jina lako tukufu lihimidiwe. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Umeendelea kuwa msaada, umeendelea kutupatia mafunuo mapya. Roho yako mwema aendelee kutufanya sasa tuunganike na wewe kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina lako. Sote tunahitaji maandalizi kwa ajili ya kukulaki utakaporudi mbinguni mara ya pili. Asante Baba kwa kuwa pamoja nasi, ni katika Yesu Kristo. Amina.